dear loving Master who art in heaven. We thank you for today, and we thank you for the gift of life that you have given unto us. We thank you for the great gift of salvation, the gift of your Son Jesus Christ that died at Calvary's tree that we may receive salvation. We pray for another opportunity that you have brought us together as your sons and daughters to listen from your word. How we pray the word of prophecy of today, what you have prepared for us may stick in our minds, for the times are not so good. These are perilous times that your children should be well conversant with things that are happening around them. May you make your light so shine in this dark world, O God. Through your servant speak unto us. Put your words in his mouth, that he may not speak of his own. For we know that you must increase and you must decrease. So may you be uplifted, Heavenly Father. Prepare our minds that they may not wander far away from this surrounding, but let thine angels impress upon our minds the precious words of truth. How we pray, O God, that you may prepare our hearts to receive from your word the word of truth. And may you lead us from the beginning of this session till the end, for we pray in Jesus' name. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Asikucheleweshe kwa maana yeye haendi. Asikucheleweshe kwa maana yeye haendi. Yes, na hivyo ndivyo ilivyo. Acha huyu jamaa asikucheleweshe. Yeye safari yake haendi, ni kama wale manamba wa stage, okay? Wanakwambia twende, jaza gari, twende, lakini hawaendi. Na kuna mtu aliimba wimbo ambao inafanana na hiyo. Nashukuru Mungu tena kwa sababu ya nafasi hii ya kipekee ambayo ni Mwenyezi Mungu peke yake ametujalia, ili kwamba tukaweze kuwa na nafasi ya kipekee ya kuangalia maneno, kuendelea kuangalia maneno ya unabii. Kumbuka tumekuwa tukiangalia katika kitabu cha Ufunuo 13. Tumekuwa tukiangalia kitabu cha Ufunuo 13 na tukaangalia mnyama yule wa kwanza ambaye alikuwa anatoka kutoka katika maji mengi. Na tunajua kwamba katika unabii maji mengi ni mahali ambapo kuna watu wengi. Kwa hivyo ufalme huu ni ufalme ambao unajitokeza mahali ambapo kuna maji mengi. Lakini nilisema pia tutakuja kuangalia maana ya maji ambayo yanapatikana katika kitabu cha Ufunuo 17. Mimi huwa nasema, na kwa kuchunguza Biblia niliona kidogo kuna utofauti wa maji haya ambayo yanapatikana katika kitabu cha Ufunuo 13, mnyama huyo anapotokezea kutoka baharini, na maji yale ambayo yanapatikana katika kitabu cha Ufunuo 17. Wakati ukifika tutaona hayo. Lakini kwa sasa nataka tuangalie sasa, maana tuliweka ahadi ya kwamba tutakuwa tukiendelea na kuangalia kitabu cha Ufunuo 13. Leo tukasema ya kwamba tutaangalia Ufunuo 13 kuanzia mstari wa 11 sasa na kuendelea. Huenda tusifike aya ya 5, lakini hata hivyo tutaangalia hata tuende tu kwanza. Tuendelee kwanza. Hapo jirudi nyuma sasa. Huyu mnyama ndo tunamwangalia, na nataka msomaji kwanza, kabla hujasoma acha tupige dua, alafu tuendelee kuangalia huyu mnyama wa Ufunuo 13 mstari wake na 11. Naomba tunyenyekee mbele za Mungu tunapoomba. Mtakatifu Mwenyezi Mungu ishie mahali pa juu mbinguni, tunasema ni asante jioni hii ya leo kwa kutupatia nafasi hii ya kipekee kuangalia maandiko yako matakatifu ambayo hayo peke yake yana uwezo wa kutuweka sisi huru katika imani. Tupatie nguvu na uwezo sasa hivi, ili kwamba Mungu maneno haya yasiwe magumu kwetu, bali tukaweze kupata kuyaelewa. Lakini isiwe ni kuyaelewa tu Mungu, lakini tukaweze kuyaweka katika hifadhi ya mioyo yetu, tukiyafanyia kazi kila siku mpaka utakapokuja. Mapenzi yako yapate kutendeka, nitumie mimi tu kama chombo, na uweze kunishusha kabisa
na wewe ukaweze kuinuliwa na mapenzi yako yapate kutendeka, na ni katika jina la Kristo naomba nikiamini. Amina. Narudia na nitaleta aya kama 2 hivi kusisitiza ya kwamba maneno haya ya unabii, kuwaelewa maana ya mnyama si chochote. Okay? Kuelewa maana ya mnyama haitakusaidia kama Kristo hataonekana katika mambo yote hapa. Ndio maana nilipokuwa nikianza nilisema ya kwamba habari hizi Mungu aliziandika kuonyesha kwamba katika siku za mwisho mambo ya ibada yataingiliwa. Of course yalianza kuingiliwa kitambo, lakini the intensity ingeongezeka jinsi vile ambavyo maisha yanaendelea. Na wakati huu imejitokeza tu wazi. Shetani ameingia ndani ya kanisa. Unajua zamani za kale Shetani alikuwa anapiga kanisa la Mungu from without. Na ndio maana tulikuwa na kipindi cha giza ambapo watu katika vitabu wanasema kwamba wenyewe, lakini wanasema kwamba waliua watu 1000 ngapi? Milioni ngapi? 50. 50 million. Lakini acha nikwambie sasa, unajua Pope ambaye alikuwa anaitwa Pope John Paul wa pili, si ndio? Alisimama 2002 na akakiri akiomba msamaha kwa makanisa ya Kiprotestanti, akisema ya kwamba tunaomba msamaha kwa sababu ya kanisa liliua zaidi ya watu milioni 100. 100 of what we know. I mean twice of what we know. 100 million Christians, they were killed by the church. Sasa sikiliza. System ikaua watu. Na akaona hii haileti mazao, maana jinsi tunavyoendelea kuwaua ndivyo wanavyoendelea kufanya nini? Kuongezeka. Wakaamua sasa tutawajoin. If you cannot beat them, join them. Na wakaingia ndani. Na wakaingia ndani kabisa. Wakitumia lile jeshi lao. Si mnalijua? Wengine walijui, the Jesuits. Naposoma katika kitabu cha Great Controversy page 234 from paragraph 1 kuendelee 235, hapo inazungumzia kuhusu the Jesuit order and its aims. Kwa nini waliunda Jesuits? Ni kwa sababu ya kwanza, that they may acquire wealth. Number 2, that they may do what? They may counter the Protestantism. And number 3, to restore what? Purpose's primacy. 3 reasons. When they appear before men, they wear a garb of sanctity, but inside them is criminal. Tunaelewana? Kwanza situsome hiyo kwanza kabla hata tusome mtumishi. Soma 234 paragraph 2. Sawa Inasema hivi. Throughout Christendom, Protestantism was menaced by formidable force. The first triumphs of Reformation past. Rome summoned new forces, hoping to accomplish its destruction. Endelea. At this time, the order of the Jesuits was created the most cruel, and scrupulous, and the powerful of all champions of poverty. Endelea. Cut off from earthly ties and human interest. Wait, sikiliza. Cut off, iko hapa Good. God bless you. Mungu akubariki brother. Endelea sasa kusoma, sisi tukiangalia hapa. Cut off from earthly ties and human interest. Dead to the claims of natural affection. Reason and conscience fully silent. They knew no rule, no tie, but that of their owner, and no duty but to extend its power. Endelea. The gospel of Christ enabled its adherents to meet danger and endure suffering, and dismayed by cold, anger, toil, and poverty, to uphold the man of truth in the face of the wrath, the dungeon, and the state. To combat these forces, Jesuitism
inspired its followers with a fanaticism that enabled them to endure light dangers. And to oppose the power of truth or weapons of deception. Endelea. There was no crime too great for them to commit. There was no crime too great for them to do what? To commit. The next statement. No deception too best for them to practice. No deception too best for them to do what? To To practice. Finally. No disguise too difficult for them to assume. A. Bound to perpetual poverty and humility. It was their studied aim to secure wealth and power, and to be devoted to overthrow the Protestantism and to establish the papal supremacy. Bwana Yesu asifiwe. So do you see this? Hao kuua si kazi ngumu. Ukitaka kujua haya maneno pia unaweza kusoma kitabu kinaitwa The Secret Terrorists. Okay? The Secret Terrorists. Ujue venye kina Jeff Kennedy waliuawa kwa sababu gani na ni kina nani waliwaua. This group, if you oppose them, you will die. And in fact, if you continue reading, they are the ones that even control the education system. These people, they infiltrate every institution and they make sure that their order take control of the highest, and they become the advisors of the government leaders. These guys, they are everywhere. They are both in the government, they are both in the opposition. In the church you will find them. Everywhere they are found. So akaona ya kwamba haileti mazao, acha niingie ndani. Ikaundwa hii na jamaa ambaye alikuwa anaitwa Ignatius Loyola. Ndio walianzisha hii ikiwa na watu kidogo, lakini sasa hivi imeingia katika dunia mzima. Okay? Ni muhimu kujua hizi vitu. Kwa sababu unapojua hizi vitu, utajua kuepuka. Hauwezi kuepuka hatari ambayo haujui. Ni lazima ujue the danger so that you can be able now to run away from the danger. Now, Revelation chapter 13, Ufunuo 13, mstari wake ni wa 11 na 12, Biblia inasemaje? Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka uso wa nchi. Naye alikuwa na pembe mbili, mfano wa mwanakondoo. Akanena kama joka. Lakini akanena kama we. Hapo sasa unajua hapo kuna kizungumkuti. Na mimi nataka nianzie hapo. Sikiliza. Kitabu cha Danieli hakiwezi kupingana na kitabu cha Ufunuo. Shika hiyo. Alafu kama kitabu cha Danieli hakiwezi kupingana na kitabu cha Ufunuo, yale yote ambayo yanapatikana katika kitabu cha Danieli ni lazima yapatikane katika kitabu gani? Cha Ufunuo. Maana Danieli, roho ya nabii inasema kwamba ni unabii uliofungwa kwa mujibu wa Danieli 12 mstari wake ni 4 uruke 9. Maneno hayo yakafungwa. Unapoenda katika kitabu cha Ufunuo, kitabu kikaonekana kimefanya nini? Kimefunguliwa mkononi mwa yule malaika mkuu. Kikafunguliwa. Na pia unaposoma katika kitabu cha Ufunuo 22, nafikiri ni aya 10. Kitabu maneno hayo yakaambiwa ya kwamba yawekwe wazi, kikafunguliwa. Kwa hivyo sikiliza, katika kitabu cha Danieli tuko na wanyama wangapi? 4. Ni sawa sawa eh? Wanyama 4 hawa ni lazima pia wapatikane katika kitabu cha Ufunuo. Okay? Lakini kama kutakuwa na nyongeza, then hiyo nyongeza haiwezi kuwa part of the sijui nianzie wapi ndio muelewe. Angalia, huyu mnyama wa Ufunuo 13 1 mpaka 10 ako na pembe 10. Pembe 10 tulizitaja hapa tukasema kwamba ni tawala za Rumi ya kishenzi ilipogawanyika na kuwa falme 10 na tukazitaja. Ni sawa sawa eh? France ikiwa mojawapo. Na nimetaja makusudi France kwa sababu baada ya 1798 watu wanaweka France pale. Watu wanaweka France. Watu wamesema kwanza, hata wengine by the way wanasema huyu mnyama kwa sababu ni utawala ulioondoa upapa. Okay? Ulitia jeraha kile kichwa kimoja, basi bila shaka huo utawala ni huo ulioondoa upapa.
Kwa hivyo ulioondoa upapa ni ufalme gani? That is an error. Tutaangalia tabia za huyu mnyama, ni mnyama gani? Okay? Na kwa hivyo basi, ili tuielewe vizuri, mtumishi, naomba twende katika kitabu cha 17 Ufunuo. Usome mstari wake ni wangapi? Soma mstari wake ni wa 6 na wa 7. Soma. Nikamuona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu. Shika hiyo. Ni wakati gani Yohana anaonyeshwa mwanamke akiwa amelewa? Huyu mwanamke alilewa kwa damu ya watakatifu wakati gani? Biblia inajibu, endelea. Kusema hivi. Na kwa damu ya mashahidi wa Yesu. Na kwa damu ya mashahidi wa Kristo. Nami nilipomwona nikastaajabu ajabu kuu. Na yule malaika akaniambia namna gani? Kwani ustaajabu? Mbona kustaajabu? Nitakwambia siri ya mwanamke huyu kwamba na ya mnyama huyu amchukuaye mwenye vile vichwa 7 na pembe 10. Yule mnyama uliyemuona. Sasa sikiliza, yule mnyama uliyemuona alikuwako, naye hayuko, naye yu tayari kupanda kutoka kuzimu na kwenda kwenye uharibifu. Na hao wakao juu ya nchi. Sasa sikiliza, wakati Yohana anaonyeshwa haya maneno, kulikuwa na mnyama, lakini wakati huo hakuwa. Okay? Shikilia hiyo. Naomba ushikilie hiyo, maana ni muhimu. Kuna wakati ambapo kulikuwa na mnyama, lakini huyo mnyama hakuwa. Alikuwa wakati huo akionyeshwa huyo mnyama lakini akaambiwa kwamba atatokezea tena, na atakapotokezea yuaenda katika uharibifu. Enda 12 hapo tu. 12. Na zile pembe 10 nilizoziona ni wafalme 10 ambao hawatapokea ufalme bado. Endelea. Lakini wapokea mamlaka. Mtumishi, vichwa. Anza aya 10 tafadhali. Anza aya 10. Sorry for that. Navyo ni wafalme 7. Unapoanza aya 9, of course inazungumzia kuhusu vichwa 7. Na inasema kwamba ni milima 7. Anayokalia yule mwanamke. Navyo ni wafalme 7. Unapofika aya 9, kuna watu pia wanaichukua literal as the literal mountains that surrounds Vatican City, because geographically Vatican is surrounded by 7 mountains, and therefore other people will take it literal the way it is and apply it that way. Tunaelewana? Lakini Biblia inaendelea na kusema aje? Navyo ni wafalme 7. Na vile vichwa 7 ni wafalme 7. 5 wamekwisha kuanguka. Sikiliza sasa. Wakati akionyeshwa huu ufunuo, 5 tayari walikuwa wamefanya nini? Wamekwisha kuanguka. Na mmoja yupo. Kwa hivyo unapoiunganisha na mstari wa 7 ya kwamba yule mnyama uliyemuona hayuko, si ndio? Alikuwako na sasa hayuko. Connect na hapo. Kuna 5 walikuwa walipita tayari, na mmoja sasa wa 6 yuko. Tunaelewana? Wa 6 yuko. Alafu na mwingine hajaja bado. Naye atakapokuja imempasa kukaa kwa muda mchache. Alafu sasa ndio yule mnyama tena aliyekuwako naye hayuko afanye nini? Azuke tena awe wa 8. Sasa huyu aliyekuwako ni nani? Na yule atakaye kuja kwa muda mchache ni nani? That is the question. Are we together? Ndio maana nataka sasa kwa kuelewa hiyo tukuje kwa huyu mnyama wa wa Ufunuo 13 kuanzia mstari wa 11. Kuna mnyama anazuka kwa wakati gani, na kwa tabia zake hizi za kuwa na pembe 2 na kuwa kama mwanakondoo, Biblia itatuweka wazi kabisa, and without any doubt tutajua kwamba ni ufalme gani uliokuwa ukizuka. Na huu ufalme uliokuwa ukizuka ulikuja baada ya upapa kutiwa jeraha. Sijui kama tunaelewana. You see, the beasts zenye ziliwahi kuongoza dunia ni lazima zikuwe unaweza kuzitrace in Daniel and Revelation.
Tunaelewana? Ni lazima zikuwe traced zote. Na tunajua kwamba mnyama huyu anazuka baada ya ufalme gani? Wa kipapa kutiwa jeraha. Sasa unajua haijalishi ni nani anamtia jeraha papa. We don't care about that. Lakini ni power gani yenye inazuka sasa kuchukua mamlaka? This one. There's no any power in between this beast and papacy receiving the wound. Hakuna. There's no any beast in between. Tunaelewana? So which is this beast? Is it France or America? And if America, then ilikuja namna gani? Na mbona inazungumza kama mwana kondoo mwanzoni, alafu inakuja inabadilika inazungumza kama joka? Je, tunaweza kuiapply pia katika Ufunuo 17 ya kwamba yuko na mwingine hajaja bado, lakini atakapokuja atazungumza kwa atakuwa kwa muda mchache. Luis, naomba tuendelee sasa na slides Bas, tunajua kwamba huyu joka alipatia mamlaka nani? Yule mnyama wa kwanza. Na tunaambiwa soma 12 mtumishi. Umesoma 12? Au umesoma 12? Soma 13 uendelee. Naye afanye ishara kubwa. Naye atumia uwezo wa yule mnyama wa kwanza. Hiyo aya ni gani? 13. Ndio hiyo, soma sasa. Verse 12, right? Mtumishi soma verse 12 tafadhali. Naye atumia uwezo wote wa kwanza. Naye atumia uwezo wote wa yule mnyama wa kwanza. Kwa hivyo mnyama huyu ambaye tumemwona hapa anapozungumza kama joka, si kwake yeye mwenyewe. Sikiliza. Watu unajua wanasema kwamba the superpower country is America. It is never America as we speak now. It does not use its own power. Inatumia uwezo wa yule mnyama wa kwanza. Ndio maana hata Amerika katika undertaking zake zote wanapokutana na kiongozi wa kikanisa yule wa lile kanisa, ni lazima Amerika wabao. And for the first time when Pope went to America and he was invited in the Congress, he was allowed to go on the roof, ambapo hakuna mfalme yeyote wa dunia amewahi kuenda katika Congress na ka address watu akiwa on the roof. Not really on the roof. I mean the upper court. Aliekwa katika gorofa na akasimama katika dirisha akiaddress watu akiwa huko chini. Hiyo iko na meaning yake. That was for the first time. I think the clip is in another slide, but we shall look for it. Okay. So anatumia uwezo wa huyu mnyama. Endelea mtumishi kidogo. Tumeona yule joka alimpatia uwezo huyu mnyama, na huyu mnyama kwa mujibu wa Biblia naye kwa sababu ametiwa jeraha mamlaka ya mnyama huyu ambaye anazuka katika nchi kavu yanatoka katika huyu mnyama. Huyu mnyama ndiye mwenye uwezo wote. And by the way, uone kwamba ni kweli. Hata leo hii ufalme ambao unaongoza ni wa Kirumi. Ni kwa sababu mnyama wa 4 na wa mwisho ni ufalme wa Kirumi. Si tunaelewa hivi katika kitabu cha Danieli? Na baada ya mnyama huyo ufalme utakao kuja ni wa nani? Ni wa Kristo. Kwa hivyo kama kuna ufalme mwingine wenye utakuja hapa, ni lazima uwe unatumia nguvu za huu. Hiyo tunaelewana? Tumishi tuendelee. Basi. Tunaambiwa kwamba taifa hilo linatoka kwenye nchi kavu, mahali ambapo hakuna nini? Watu wengi. Kama mahali ambapo mnyama akitoka katika maji, then inamaanisha kwamba ni watu wengi. Ikitoka katika nchi kavu, then inamaanisha hapo mahali pako sparsely populated. Kwa mujibu wa Ufunuo 13:11, of course imekuwa direct namna hiyo. Linatoka bila pepo. Hii maneno hatukuanza kitabu cha Danieli. Kwa hivyo ujue kwamba pepo ni nini? Ni vita. Kwa mujibu wa kitabu gani? Yeremia ngapi? 25:30-32. Na pia kuna aya zingine ambazo najua zina support namna hiyo. Linaanzishwa na Wakristo waliokuwa wakitoroka mateso mwaka wa 1700
70 na ngapi? Na sita. Lakini ilikuwa of course ilikuwa before hii. Ilikuwa before hii kwa sababu huu muda ndilo taifa la Kimarekani linajiorganize na linaunda katiba na linapata nini? Uhuru wake kutoka kwa nchi gani? Ya Uingereza. Ilikuwa colonized na Uingereza, si ndio? So wakaunda na wakapata katiba yao. Na baada ya kupata katiba yao na 1776, by the time ifika 1778 ilikuwa limeji-establish. Na hivyo likawa ndilo taifa changa zaidi katika dunia na ndio mnyama yule ambaye anaonekana kutoka katika nchi kavu, na tutaona maelezo mengine sasa hivi. Lina tabia kama ya mwanakondoo. Na mwanakondoo ni nini? So ni taifa la Waprotestanti. Mwanakondoo ni nini? Mtumishi, tuendelee na hiyo slide yenye inafuata kwanza, alafu tutajua hayo maneno yote. Lina pembe mbili. Pembe mbili maana yake ni nini? Tutaona tu saa hii pia kwamba linatenganisha serikali na kanisa. Linatenganisha serikali na kanisa. Tutaona ushahidi huko. Linaongea kama joka baadaye, lakini kwa hivyo halitoki tu kama mwana kondoo alafu lianze kuongea kama mwana kondoo. No. Baadaye jinsi wa muda unavyoenda linaanza kubadilika na linazungumza kama joka. Joka anazungumza namna gani? Of course taifa kwa kuzungumza, vitabu vimetuambia kwamba ni kupitia kwa sheria zake za kikatiba. Kwa hivyo kuna wakati utafika litaunda sheria ambazo zitakuwa ziko kinyume na ile hali yake ya kwanza ya kutenganisha serikali na nini? Na dini. Na litaanza kuingilia mambo ya kidini, na hapo ndipo ambapo tutajua kwamba sanamu ya mnyama itakuwa imetengenezwa. Of course hiyo tutaangalia. Liko na ibada ya nini? Ya uongo. Nabii wa uongo. Ni ufalme unaotawala dunia sasa. Linatengeneza sanamu ya mnyama. Hiyo ni Ufunuo. Hizo aya zote labda hatujaziangalia. Litalazimisha watu kupokea chapa ya mnyama. Hivi vyote ni lazima tuvifahamu, lakini tutaenda polepole. Mtumishi, tena na slide tafadhali. God's faithful refuge. Ni wakati ule sasa. Hiyo ni picha ya ambayo ilikuwa inaonyesha watu ambao walikuwa wamekimbia mateso katika nchi za Europa kwa sababu ya mateso ya kanisa hili, na wakapata refuge katika nchi gani? The New Land, ambayo by then it was not known by as America, but as time went by ndio walipotengeneza mambo yao ya kikatiba na kujiorganize, wakaliita taifa hilo the United States of America, likiwa na zile states za mwanzoni zilikuwa ngapi? 12, si ndio? Zilikuwa 12. Endelea. Ni nini basi maana ya mwana kondoo? Ndio tuanzie hapo, si ndio? Yohana 1:29, sio? Mnaifahamu? Tazama mwana kondoo wa Mungu anayefanya nini? 1:36 inasemaje? Yohana 1:36. Akamtazama Yesu akitembea akasema. Akamtazama Yesu akitembea na akasema, mwana kondoo wa Mungu. Mwana kondoo wa Mungu, mwana kondoo wa Mungu. Kwa hivyo hiyo imedefine tu. Kwa hivyo mwana kondoo wa Mungu. Lakini sikiliza. Taifa kama mwana kondoo. Sasa hiyo ina maana gani? Tumejua mwana kondoo ni Yesu Kristo. Kwa hivyo tabia za taifa hili lilipokuwa likizuka katika ardhi zilikuwa ni za Kikristo. Ziko na mfanano wa tunasemaje? Za kiungu somehow. Za kiutaua, kama naweza kutumia hilo neno basi. Walikuwa watu wataua, watu waungwana, watu ambao walikuwa wako na uhuru wa kufanya vile ambavyo unataka kufanya kwa mambo yako ya ibada. By the way, lilipoformiwa hili taifa, walisema kwamba unaweza kuabudu kitu chochote kwa sababu hawakuwa wanataka zile shida ambazo zilikuwa wakati wa zama za giza za kufosiwa kuabudu kitu ambacho walikuwa wao wenyewe wanajua kwamba hicho si nini, si sawa. Kwa hivyo walipounda hili taifa wakasema no, sisi tutatenganisha mambo ya dini yawe kando na mambo ya nini, ya ibada. Utaabudu chenye unataka kuabudu, kukawa na uhuru wa kuabudu. Ni nini basi maana ya pembe mbili kama za mwana kondoo? Pembe nazo ni nini? Kwa maana tumeona mwana kondoo ni nini? Ni Kristo. Taifa hili lilikuwa na tabia za Kikristo.
Basi pembe mbili nazo maana yake ni nini? Marko 12 mstari wake wa 14 na 17. Marko, Biblia inasemaje? Hata walipofika walimwambia, Mwalimu, twajua ya kuwa wewe mtu wa kweli. Twajua ya kuwa wewe mtu wa kweli. Wala haujali cheo cha mtu yeyote. Kwa maana hautazami sura ya nini? Za watu. Hao kumbuka walikuwa ni Mafarisayo, wanataka kumshika Yesu. Walikuwa wanamtrap Yesu kwa maneno yake. Wakaenda wakamuuliza habari za kulipa kodi kwa Kaisari. Wakamwambia, mwalimu mwema, basi tuambie wewe. Aya 17 sasa. 17. Yesu akajibu akawaambia, mpeni Kaisari yaliyo ya Kaisari, na yaliyo ya Mungu naye fanyeni nini? Mpeni Mungu. Kumaanisha ya kwamba ni lazima ujue kama unaishi katika taifa na liko na uongozi, wewe tii uongozi wa dunia, lakini pia naye Mungu ufanye nini? Umtii kivyake. There must be separation between the two. Haziingiliani. Unajua, sijui walikuwa wanatafuta nini. Maana Yesu walitekewa walipopewa hilo jibu. Yesu akawa amewanyamazisha. Sijui walikuwa wanataka jibu gani ndio wamshike Yesu. Wewe utaenda utachunguza. Lakini Yesu akamwambia kwamba sikiliza, mambo ya dunia, kulipa kodi, hiyo lipa kodi ili ufanye nini? Ili serikali kupatie the amenities zenye wanataka, lakini pia Mungu mtayarishie zaka na sadaka zake. Akawa amewashika. Kwa hivyo pembe mbili inamaanisha nini basi? Ni separation of the two, if I may put them, powers, not really powers. The separation of religion and civil power. Dini haistahili kuingiliwa na mambo ya kiserikali. Sasa sikia hii. Hii ni great controversy. Lakini kwa Kiswahili inasema hivi. Naye ana pembe mbili mfano wa mwana kondoo. Pembe mfano wa mwana kondoo hufanya nini? Kuashiria ujana, uungwana, upole, vikionyesha hali halisi kabisa ya tabia ya taifa la Marekani lilipokuwa likichipuka. Wakati ule lilipoonyeshwa kwa unabii kama linapanda juu katika mwaka wa 1798 miongoni mwa wakimbizi wa Kristo wa kwanza kukimbilia Amerika na kutafuta mahali pa amani ni usalama kutoka pa amani na usalama kutoka kwenye mateso ya utawala wa ukatili wa makasisi walikuwepo wengi walionuia kuanzisha serikali katika msingi mpana wa raia na uhuru wa dini. Okay? Endelea, kuna hiyo ingine tumalizie. Uhuru wa imani ya dini pia ulioruhusiwa, kila mtu akiwa ameruhusiwa kumwabudu Mungu kulingana na msukumo wa dhamira yake. Kwa hivyo venye ulikuwa unataka kuabudu, taifa hili lilianza likisema kwamba unaweza kuabudu anything the way you want to worship. Sera ya serikali ya Jamhuri ya Imani ya Uprotestanti zikawa kanuni za msingi za taifa. Yaani sera ya serikali ya Jamhuri na imani ya Uprotestanti zikawa kanuni za msingi za taifa, vitu mbili. Okay? Jamhuri, that is republicanism, and Protestantism. Zikawa misingi, lakini haiingiliani, hazikuwa zinaingiliana, zilikuwa separate. Wewe mwananchi ukitaka kuabudu, ndio maana by the way kwa uhuru huo sasa watu wakawa wanaabudu wenye wanataka. Haya. Inamaliza kusema hivi, mamilioni wametafuta ufukwe wake na Marekani imetokea kuwa miongoni mwa mataifa yenye nguvu kubwa sana duniani kwa sababu ya hii kanuni hii. Hizi kanuni mbili.
ndizo ambazo zilifanya taifa la Kimarekani likuwe the superpower. Tunaelewana? Yes. Tuendelee mtumishi. Aha. So, kwa kifupi na kwa njia ya kuangalia historia, utajua ya kwamba taifa hili lilikuwa taifa la Kimarekani. Naye atanena kama joka. Sasa sikiliza, kuna kipindi ambapo Marekani lilikuwa liko na uhuru wa kuabudu. Lilikuwa limeseparate uongozi wa kidini na wa serikali, lakini kuna wakati ambapo hizi vitu mbili zitaungana. Nataka nikuulize swali. Marekani imeungana sasa hivi, nguvu za kidini na kiserikali zimeungana? Naam. Zimeungana? Bado. Tunasema kwamba wakati serikali na dini zitakapoungana ndipo nini itafumiwa? Chapa ya mnyama. Ndipo image of the beast zitakapofanya nini? Kuwa formed. Si ndivyo inavyosema? Sasa sikiliza. Nataka ukumbuke katika kitabu cha 17 sasa. Ni mnyama gani ama ni ufalme gani utakao kuwa katika muda mchache zaidi katika dunia? Maana imesema 5 wamekwisha kupita, wa 6 yuko, naye kuna mwingine atakuja, lakini atakapokuja inampasa kukaa kwa muda mchache. Ni nani huyo? Wewe nataka uniambie Marekani imeanza kuwa superpower lini? Unajua, you must think as you read prophecy. And read these things for yourself. Kwa sababu wakati ambapo Uprotestanti utaungana na serikali ya Kimarekani ndipo sanamu ya mnyama itakapofanya nini? Itakapoundwa. Lakini sasa hivi tunajua kwamba haijaundwa bado. Ukweli? Haijaundwa bado, maana serikali bado iko separate, lakini the processes are underway za kuileta serikali pamoja na Uprotestanti. Wakati watakapoungana hivi ndipo Amerika itakapokuwa imeundwa na kuzungumza kama joka. Itakapozungumza kama joka, Yesu Kristo atakuwa ako karibu kurudi. It is the shortest kingdom that will ever be on earth. Mnanielewa? Mtaniuliza haya maswali kama haitakuwa rahisi kuielewa zaidi. Mtumishi, naomba tuendelee. Joka, mtumishi endelea. Joka tunajua ni shetani. Shetani hunena uongo. Tunajua hiyo ndio kazi yake. Kitabu gani? Yohana 8 mstari wake 44, Biblia inasemaje? Yohana, soma hiyo Yohana tafadhali. Alafu tunaendelea mtumishi. So manabii tutaangalia hiyo. Kwanza hiyo tunaenda hapo sasa kwa manabii wa uongo. Yohana 8:44 Biblia inasemaje? Soma hiyo mtumishi. Ninyi wa baba yenu Ibilisi. Nyinyi alikuwa anazungumza na Wayahudi ambao walikuwa wamekataa kumtambua kwamba yeye ametoka kwa baba yake. Na kwa sababu hiyo anawaeleza kwamba nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kufanya nini? Kuzitenda. Yeye alikuwa nani? Muuaji tangu mwanzo. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa maana hamna hiyo kweli ndani yake. By the way, if there is a language that the devil speaks, language yake, unajua mimi language yangu, my mother tongue ni Giriama. Okay? Your mother tongue may be Kisii. Your mother tongue might be Luo or maybe Kikuyu. The devil's mother tongue is lie. Hiyo ndio lugha yake. Hiyo ndio lugha yake anayozungumza. Shetani lugha yake ni uongo. Hiyo ndio lugha yake. Hakuna lugha nyingine anazungumza. Mtumishi, tuendelee na slides. Manabii wa uongo sasa. Sikiliza. Soma 13 sasa. Ufunuo 13 aya yake ni ya 13. 13 Biblia inasemaje? Naye afanya ishara kubwa. Naye afanya ishara kubwa. Ndio maana kigezo, ishara siku hizi, miracles, si kigezo cha Ukristo siku hizi. Usione tu watu wanafanya miujiza ukadhani ya kwamba hao watu wako na Mungu. Na asubuhi tumezungumza hiyo. Tukasema kwamba kunao wengi ambao wanafanya ishara, and sometimes hizi ishara ni ukweli. Lakini hicho sio kigezo cha kumpima nabii wa kweli wa Mungu. Wanafanya ishara na Biblia imeconfirm ya kwamba watafanya ishara, si za uongo.
nyingine ni za kweli. Na siku za mwisho, hata kitabu cha Great Controversy kimesema kwamba siku za mwisho shetani atafanya ishara hata za kufanya nini? Za kuponya wagonjwa. Wewe ufikirie ya kwamba ni Mungu anafanya kazi, kumbe anataka kukudanganya. Amekuja amepanda ugonjwa ndani yako na amekuja amechukua kilicho chake. Kwani ugonjwa ni wa nani? Ugonjwa sio wa shetani. So akikuletea alafu si anaweza kuchukua pia. He can do it. Wewe ufikirie hii ni miracle. Umetangatanga, umeenda hospitali, ugonjwa hauonekani. Alafu sasa muombezi akuja kuombee. Endeni msikilize ile story ya Walter Veil. Okay? A very very wonderful life story of that guy. He passed through it. He saw the devil himself. Continue reading. I continue the slide information. Mathayo 7:15 inasemaje? Mathayo 7:15 Biblia inasemaje? Mathayo 7:15 inasemaje mtumishi? Wamejivalia ama mtawajua sawa sawa? Jihadharini na manabii wa uongo. Jihadharini na manabii wa uongo. Watu wanaowajia wamevaa mavazi ya mwana kondoo, lakini ndani yake mbwa mwitu wakali. Mbwa mwitu wakali. Na wako miongoni. Na by the way nimekwambia kwamba hawa wapo from without and from within. These people. And their aim ni kulitawanya kundi. Hawa. Ndio mtumishi. Ufunuo 16:13. Ufunuo 16:13. Ufunuo 16:13. Nikaona roho tatu za uchafu zilizotoka katika kinywa cha yule mnyama na yule joka. Na katika kinywa zilizotoka katika kinywa cha yule joka na cha yule mnyama. Na katika yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hapa kuna utatu ambao umetengenezwa. Kuna utatu sasa ni utatu mchafu. Unajua kuna utatu mtakatifu wa kimungu, lakini hapa pia kuna utatu mgapi? Mchafu. Okay? Ukiongozwa sasa wao unajua Mungu wao, Mungu baba wao ni joka. Alafu huyo ni Mungu wao mwingine. Sasa sijui utamuita aje, alafu kuna huyu Mungu pia mwingine hapa. Wameungana. Na ukiangalia huu utatu unapatikana, and it is very very common in the Bible. Ukiangalia wakati wa Ahab. Okay? Kulikuwa na nani? Serikali. Okay? Kulikuwa na serikali. Alafu na Jezebel, alafu na manabii wake. Si ni ukweli? Wakati wa Yohana alipokuwa akiuawa, kulikuwa na nani? Salome, alafu Salome akiwa the daughter, si ndio? Akisimamia nini? The prophets. Si ndio? Na mama yake akisimamia nani? Kanisa. Ni kweli? Alafu na nani mwingine? Na mfalme Herode akisimamia nini? Serikali. Hizo vitu zinapatikana tu katika unabii wa Biblia. Ukiangalia kwa umakini. Na katika siku hizi za mwisho pia tunaenda kuona hizo vitu, maana zinaundwa, ziko jikoni. Tumishi endelea na sasa tafadhali. Ufunuo 16:14 inasemaje? Endelea na hiyo aya. Hizo ndizo roho za mashetani ziwaendeao, zifanyazo ishara, zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote. Sikiliza, ndio maana narudia hii. You see, the application of these verses is very very easy if you like to read the Bible. Tulisema ya kwamba sasa kama ufalme wa kipapa utaungana na Marekani, okay? Alafu iishie namna hiyo na shetani awatumie, si basi ni wao. Lakini sikiliza, it spreads across the globe. Kupitia nini? Sheria. Mtumishi ulidownload ile katiba. Hapo wapi solo? Uko nayo bado? Tafadhali hebu soma ile chapter. Sikiliza. Nawaambia kwamba kila mfalme anayeinuka, hasa Amerika kuanzia wakati hapo nyuma kidogo kuendelea,
ako na agenda ya kufulfill katika utawala wake. Na nilianza na mfalme ambaye alikuwa ni of course Barack Obama. Alipopita akiwa Marekani, sisi tumeshangilia kwamba Mkenya amekuwa president wa Marekani. Tukajivuna sana. Lakini sikiliza, huyo ni mtu wa kuwekwa pale. Huyo hangepita. It is because there was an agenda that he was the one to easily bring across. And what do you think was the agenda? Sorry? Of course, we have the Bill of Health. Change of constitution. Wakati wake ndio constitution nyingi sana katika dunia zilibadilishwa, including ours here. Walitumia Jesuits, wakaleta vita kidogo, tukapigana. Huyo akisema wewe tulia, huyo naye akisema wewe tulia, usikubali. Alafu wakaleta mtu wa kufanya nini? Wa kuwapatanisha. Mkipatanishwa, new constitution. New constitution, their policies. Soma hiyo mtu umepata? Sikiliza. It is our constitution. Mnajua kwamba kuna National Sunday Law? Are you aware? Constitution ya Kenya. Yes. Year to be 10. The new constitution 2010. Are you aware? Soma mtumishi. Kuambie chapter na article kila kitu. Chapter 1. The supremacy of this constitution. Under the heading, the supremacy of This constitution. Under the Supremacy of the Constitution. That was a topic. Yani is page 14. Page 14. Under which heading? Subheading? The supremacy of this constitution. The supremacy of this constitution. Now read the statement. The general rules of international law. The general laws of international laws. By the way, which body makes the international laws? UN. Okay? It is the one that is mandated of making the international rules. And the international rules are applicable in any government. Lakini sikia venye nasema hii constitution yetu. The general rules of the international law shall form part of the law of Kenya. Shall form part of the laws of Kenya. Hiyo ni kumaanisha nini? Wakipitisha kwamba labda National Sunday Law ni sheria ya ulimwengu mzima, mtakataa? It will automatically form part of our laws in Kenya. Automatically. Kuna ile nyingine ni gani? Kuna nyingine sasa sikia, kuna nyingine inasema hivi ya kwamba, I'm paraphrasing, ya kwamba any public holiday that will fall on a Sunday will have to be pushed to the following day that is not a Sunday. Hiyo ni kumaanisha nini? Lakini ikikuja on Saturday wanasukuma Monday. Which day is exalted? What does that tell you? That was the agenda of Obama na Gayism. Okay? Hizo vitu hizo ndizo zilikuwa agenda zake. Zilikuwa agenda zake. Wewe enda utafute Trump alikuwa na agenda gani? Mtumishi, tuendelee. Endelea. Utatu tumezungumzia. Sasa ulimwengu, manabii, na hakuna mtu ambaye anasema kwamba hivi vitu ni vya uongo, maana ulimwengu umelevywa. Na unajua mtu akitaka wewe ulewe, he has an agenda na ataitimiza wakati wewe umelala, maana umelewa. Kumbuka unaposoma katika kitabu cha Mwanzo 19 mstari wake na 30, mtumishi. Mwanzo 19:30 Biblia inasemaje? Sikiliza. Kuna two daughters of who? Lot. Walipotaka kupata watoto kwa sababu hakuna wanaume katika nchi ile, waliamua kulala na baba yao, lakini wakaona ni vipi tutaenda kulala na baba yetu. Na hiyo ni kitu ambayo haiwezekani katika hili katika jamii. Wakaenda wakamlevya, wakampatia pombe. Mtu akitaka ulewe, these people wa ulimwengu mzima unalevya. Ndio maana katika kitabu
cha Ufunuo 17 mstari wake wa pili, lakini ukianzia ya kwanza inasema kwamba akaja mmoja wa ule malaika 7 mwenye vile vitasa 7, akaniambia njoo huku nami nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba aketie juu ya maji mengi. Okay? Ambaye wafalme wa nchi wamezini naye, nao wakao juu ya nchi wamelevywa kwa mvinyo wa uasherati wake. Amelevya watu. Wenye kulevywa, yeye ako na agenda katika akili yake, lakini mwenye kuleweshwa hajui lolote. Walimlevya baba yao wakijua kwamba sisi tunataka kufanya nini? Kupata watoto. Baba hajui, na wa kwanza akaenda kalala naye asijue alipolala wala alipoinuka. Okay? Siku ya pili mdogo naye akaambiwa enda ufanye the same, because I did it yesterday, go do it also. Mwenye kulevya, mwenye kuleweshwa hajui agenda ya mwenye kumpatia pombe. That is how the world has been driven to today. Wamelevya watoto hawa ni watoto tu. Endelea mtumishi. Hawa ni watoto tu. Na tunajua hawa manabii. Tunawajua mtumishi, endelea. Wengine wanasema kwamba haki hasa mwanza huyu jamaa anaitwa TD Jakes. Huyu haki mimi napenda. Wengine wanapenda kusikiliza hawa. Kuna hawa wetu wa Kenya hawa wengine. Hebu endelea mtumishi tuone. Hebu cheza hiyo. Wanafanya nini? Hataki kucheza? Hakuna sauti? Tarudi nyuma kidogo, wewe ni nyingine mtumishi. Tunaangalia tu manabii wao, hawa mnawajua. Hawa mnawajua. Iko ama mtasikia tu. Now, hiyo hapo nyuma, ama we're supposed to eat the bread. Watu wanadanganywa hapo, mtaona. Mtumishi rudi hiyo hapo. Okay, sasa endelea sasa. Acheza. Serve Jesus. Now, manabii wa uongo. We're supposed to eat the bread. But they want to eat special bread before they eat it. If Jesus can turn water into wine, fish into his body, looks from the boy into what? Into what? Into his body. People can eat. So I'm going to give them food from above. Sikia. Na wanatumia maneno ya Biblia. 2014. Na kanisani. And they're going to eat the food from above. Sikiliza. Usifikirie wanajifanya. This is real. It happens. This is a spirit that is infused in them. And they just feel like, ukiwaona hawa watu wahurumieni na muambie ukweli. Hii ni spirit yenye imekuwa infused kwao. And they just find themselves in that. Hebu angalia chenye wanaenda kufanya sasa. The bread that they are going to eat. Okay, I see food outside. Look at that. Look at that food. Be quiet. Be quiet. Okay, go eat. Go eat. Go eat outside. Go, quick. Na kanisa limejaa watu wengi. Wanakula nini? Ndio food from heaven yenye pasta. Tu ni ng'ombe. Manabii wa uongo. It's church like you've never seen it before. You come as you are.
The pastor bears his soul, and Mulisikia hii kanisa iko kule Marekani, kwa sababu Adam na Hawa hapo wamevaa nguo, wao nao wakatengeneza kanisa yao, wakasema kwamba mnaweza tu kuja uchi. So wanaingia kwa kanisa wakiwa wako hivi walivyozaliwa. Sasa wewe imagine mimi kwa stakatana niliko hivi hapo. Tumishi, hebu endelea hiyo. Hapo uchi huko. Wanasema hata Yesu wetu alisulubiwa akiwa uchi. On this day, most were covered up because of our cameras, but they insist they're comfortable receiving the Word of God from a pastor in his birthday suit. I really don't think God cares what you wear when you worship the Lord. But ask people outside the congregation how they made the church, and you'll get this reaction. Oh my goodness. Do you think it's disrespectful at all? No. No. It's not disrespectful to God. Absolutely not. I wouldn't be here. Sasa sikiliza, dunia inadanganywa tu namna hiyo. Na watu wanasema hivi vitu ni sawa tu. Yaani sijui ni nini. Mtumishi, shetani ni mjanja. Endelea na hiyo nyingine kama kuna nyingine. Nataka tuendelee. Naomba tuendelee, yani pole. Najua nataka ni kukomande. Sawa. Kundi wa mitambo anaendelea. Asikiliza, anapoendelea kutayarisha. Shetani yeye hajalishi atatumia kundi gani na mbinu gani. So long as wewe haupati access ya kujua ukweli, well and good for him. Dumu katika kuamini usichokiamini. Lakini tunajua kwamba Mungu pia ametenga watu wake. Mtumishi, cheza hiyo tuone sasa hapa Kenya kwetu. Na hizi sasa ndio zinakuwa setup. Aichezi ama? Ni language gani? Huyu haumjui? Pastor Ng'anga. Na kuna ingine ile yenye aliingilia mapasta wake akasema hizo vibanda zenu zote nitakuja kufanya nini? Kuzitoa huko na nipande kwenye maana neno ndiye mimi. Zingine akasema nyinyi wanaume mnajidai, nitakata hizo vitu zenu. Mnasikia hiyo? Na watu ni wa kanisa. Hizi maneno sijui wanatoa. Mtu kama hiyo haitaki. Tunaweza ndio hiyo sasa ukifungua na kule itakubali hapo. Ukifungua in full haitaki. Kama jaribu kind sorry. Haitaki? Sawa. Twende kwa nyingine. I think there are others. Tuendelee. So, tunaangalia pati ya Marekani ikifanya miujiza, hata uwezo wa kutoa moto kutoka wapi? Mbinguni. Kutoka mbinguni. Miujiza mingine ni hii wanaifanya, of course mingine sio kweli. Tuishane na slide. One of those stories that makes me so upset that I feel like just punching somebody. I feel like some people need to be shaken or slapped back to sanity. Yes! How can you call someone a man of God when he's commanding you to strip naked in the name of deliverance? Holy Ghost fire. I book and death. You tell me to undress. These people look saying they are medulla oblongata or what AD. Is this right to be AD? Is it really possible that these people were hypnotized, or that's how much they crave some kind of supernatural experience? He sits on top of them. Whoa! And not only that, so he stands on top of the church members in the name of deliverance. Check this out. Chapa. Maenda kuombewa. Nikuje nipate mke wangu akifanya hivi. Is that no one called the police? They said right after we abused them, they started dancing. You see,
pastor now prays over anything and everything, and then he tells his church members that they should start eating, he will say to them, listen that you are saying, it may be a piece of photo. He will say, because I have prayed hiyo ni baadhi ya ile uongo wameweka. Endelea hiyo ingine. Hiyo haichezi ni audio. Endelea. Huyu si mnamjua? Si you know the guy? Benny. Anaitwa? Benny, ndo Benny hiyo. Benny sio? Ndio huyo. And the guy amepoteza watu wengi sana na hizo nguvu zake. And by the way, huyu jamaa wanatoa sadaka kwa kanisa lao. Hawa wanapokea sadaka kwa kanisa lao? They don't. Where do you think, whom do you think funds him and his meetings? Okay, do your own research. Tumishi tuendelee. I don't know. But when the Lord talks to me, I obey Him. It's just that simple. There's nothing more to it. Those are really powers, but of the devil. Si uongo. Na ndio maana hata mikutano kama hiyo ikipangwa, don't present yourself there. Okay? Because you may go there and fall. Tumishi tuendelee. Hiyo tumefahamu. Huyu naye mnamjua, ni wa hapa. Alitafuta president sometimes back. Si mnamfahamu? Lakini hata wa Amerika wanamjua. Kwani hata hiyo sauti simkisikia mshamjua. Tumishi cheza kidogo. Na wanasema wanaelewa, lakini hakuna kitu wenye wanaelewa. Hakuna kitu wenye wanaelewa. Lakini ili uchanganyikiwe wewe ufikirie ni nguvu za Mungu kweli, acha niongee kitu chenye wewe hautaelewa. Alafu wanachanganya watu. Mtumishi, kama kuna ingine tuendelee. Huyu mnamjua. Ni wa hapa Kenya pia, lakini alikufa. Na hiyo itakuwa ya mwisho kumlisha kwa sababu ya muda. So cheza hiyo, and then tumalize. Jehova. Weka sauti. Jehova mwenyewe. Maarufu miongoni mwa wakazi wa maeneo haya. Hata tena mwanzo. Jumamosi ni washwari wa kupomonana unaopunga hapa Chimorogochi, kaunti ya Uasin Gishu. Ataribishwa na wazee hao kwenye makao rasmi ya Jehova Wanyonyi, jamaa maarufu miongoni mwa wakazi wa maeneo haya. Ndipo ibada hufanyika huku waumini wakimsujudia Mungu wao almaarufu Jehova Wanyonyi. Hapa wanaume wanaitwa malaika na kina dada wito wa roho. Sisi ilikuwa mwaka wa 1960. Jehova alisimama Kitale, akapiga filimbi. Tulipokusanyika kwake alituambia, mimi ni Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Kabla ibada kuanza, na mkuu wa Jehova Wanyonyi anasema naye mawili matatu. Hiki ndicho chumba chake ambacho yote kuingia ndani ni kama kujaribu kumpitisha ngamia kwenye tundu la sindano. Mimi ni Jehova Mwenyezi Mungu Wanyonyi. Mungu wa mbingu na nchi, hapana mpaka unaona tunatembea, tunasimama, mimi ni nyumba. Ukimtupia jicho la upekuzi utabaini kwamba hali yake ya afya si shwari, huku mwili wako ukionekana kuwa na uvimbe fulani. Na kutokana na hali hii, Jehova hataonekana nje hii leo. Mimi nitaonekana kuliko mtu sasa. Nitaonekana angani, natembea miguu mpaka shwari. Kwa Jehova ibada inaonekana kwa mbele na waumini wakongwe na watoto wadogo. Nyimbo za kumtukuza Mungu wao zikitawala anga za eneo hili,
na atakuwavutia wapita njia. Kwenye nyinga ni hizi ngao za Yehova ambazo hazigusu hili. Hizi ndizo atakazotumia siku ya Kiyama kuhukumu ulimwengu. Asante. Mtumishi, naomba unisomee katika kitabu chao. Kuna wengine? Nataka kusikia uimbie. Haya, itakuwa ya mwisho sasa. Huyo anazungumzia kuhusu siku ya kukuja kwa Yesu. Watu wanasikia parapanda. Wanasikia parapanda ikilia. Sasa sijui hiyo sauti alisikia wapi ndio yalie yenye inalia. Asikia sana. He has heard every word that the archangel will say on that day. The trumpet will sound in the sky. And then you will listen to the messenger of this event, the one that holds the golden key that opens heaven. Ukisikiza in full, anasema kwamba siku ya mwisho parapanda italia wakati the archangel atakapokuja. Okay, hiyo sauti yenye ameweka. Lakini anasema kwamba sasa hivi si vizuri sana wewe kumsikiliza the messenger. And who is the messenger? Do you think he is referring to himself? Who holds the keys of heaven? Heaven. That is what he said. Uongo. Uongo. Na ametoa nabii nyingi sana huyu jamaa. Ametoa nabii nyingi sana ambazo of course zote zilikuja into naught. Okay? Lakini watu bado wako wanamfuata. Nilikuwa mkutano fulani katika sehemu za Imaki. Nilipomaliza wiki ya kwanza, wiki ya pili walikuja kunisimamia kwa pulpit hawa watu. Nilikwambia kwamba wanao ng'ang'ana si hii pembe ndogo ambayo haina masikio, hao hawasikii. Lakini watoto wake ndio ambao wako na fujo. Walikuja wakanisimamia, lakini uzuri nilikuwa na jamaa mwingine ambaye alikuwa na miraba minne na alikuwa amevaa suruali kama ya askari na viatu kama vya askari. Walitoroka. So God of course used the man as an angel and he protected that the message may reach his people. Amen. At the end of that week we had two Catholics when walikuwa wana resist from the beginning kwamba ninyi mnataja hii kanisa ni vipi. But at the end of this presenting this message, two catechists came to me who were resisting and said, "Oh, so this is how our church is. We are, so beautiful churches are built unto us, but then don't nourish the soul. They only give us beautiful buildings." Na tukasema amina. Tulishi soma Mathayo. Mathayo 24, anza mstari wake ni wa 4, usome na wa 5, uruke 11, uruke 25. Alafu nafikiri tutakuwa tunamaliza kuhusu hao manabii wa uongo tutakapomaliza na Yohana wa kwanza 4:1. Anza mstari wa 4 na wa 5. Yesu akajibu alipoulizwa kwamba mambo haya yatakuwa ni lini. Sikiliza. Akawaambia, ishara ya kwanza aliyowaambia wanafunzi wake wakati wake wa kuja kutakuwa na ya kwanza kabisa kuambia, aliwawarn about false prophets. Alikawaambia nini? Angalieni mtu yoyote asifanye nini? Asiwadanganye. Alijua ya kwamba watu watakuja na watamdanganya. Watu wengi watakuja na jina la Kristo na watamdanganya. Mnakumbuka yule mtu ambaye alitoka Marekani akakuja hapa Kenya na akapokelewa na viongozi wa makanisa wakimzungusha wakisema kwamba ni Yesu Kristo. Do you remember? Mnakumbuka ama mkuu hii Kenya nyinyi? He came. Na akasema kwamba yeye ni Yesu Kristo, but the man went back and died. Tulisoma aya ya 5. Kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Wengi watadanganyika na hii miujiza. Huyu mnyama wa pili, huyu anayetoka katika ardhi, atakapounganika, of course sasa hivi kuna huo uhuru, lakini preparations are underway. Wana uwezo wa kutoa hata moto kutoka mbinguni ili watu wadanganyike. 11 kwanza alafu 24. Sikiliza 24 inasema kwamba atadanganya wengi hata yamkini walio wa Kristo wa nyumba hii ya Mungu. Wengi watabelieve the false miracles that are being done. 11 says what? Na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Na kudanganya wengi. Wewe utadanganyika na hii miujiza, mtumishi. Sasa tuende katika kitabu cha Yohana wa kwanza
Yohana wa kwanza 4 mstari wake wa kwanza, Biblia inasema ya kwamba usiamini kila roho, bali zijaribuni mjue ya kwamba kama zinatoka kwa nani? Kwa Mungu. Utajaribu vipi roho kama ujue kwamba huyu nabii ni wa Mungu ama huyu nabii si wa Mungu? Ni kwa kutumia nini? Neno la Mungu, the word of God. Ndio maana Waefeso 6 kuanzia mstari wa 11 kuendelea mpaka mstari wa 16 inasema ya kwamba zivaeni silaha. Vaeni silaha. Mtumishi uko pale, ungekuwa umefika bwana. Mstari wa kwanza. Ama nimetaja nyingi sana. Inasema zote hizo zitaja nimezisoma. So Waefeso, mtumishi soma sasa. Waefeso. Ama uko wapi? Yohana. Silishasoma hiyo. Hiyo nishasoma. Waefeso 6:11 mpaka 16. Sasa isome kwa haraka maana hapo ndo tunamaliza. Vaeni silaha zote za Mungu. Vaeni silaha zote za nini? Za Mungu. Za Mungu. Mpate kuweza kuzipinga hila za muovu. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nini? Na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka. Ni juu ya falme na mamlaka na tawala za nini? Za giza. Endelea. Juu ya majeshi ya pepo wabaya. Juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho. Ndio maana kwa sababu vita hivi vyetu sisi si vya physical fighting, we need to put on the whole armor of God. Bila hii ndugu yangu haitawezekana. Na hii Biblia utakapokuwa umeifanya kinga yako, hakuna mbinu yoyote ya shetani ya ibilisi itakayokushinda. Iwe ni mambo ya kiroho, iwe ni mambo ya lifestyle, iwe ni mambo ya venye ambavyo unaishi, vyote utajua ya kwamba huyu ni Mungu ama huyu ni shetani ananiambia nifanye hivi. Ikiwa hivyo ndivyo ilivyo, basi tufanye nini basi? Hatuwezi kwa nguvu zetu, lakini tunayaweza yote kwa yeye afanyie nini? Atutiaye nguvu. Mungu anasema nipatieni yote. Surrender. The only thing is to surrender to the Lamb, and that is Jesus Christ. Haya tutayafahamu. Hawa wataendelea kufanya. Hata juzi si walikuwa na mkutano tarehe 4 mwezi huu Oktoba, wakitaka kutia nguvu yale mambo ya kuhusu ya climate change kupitia kwa ile document yao. Si mnaifahamu inaitwa namna gani? The Laudato Si. Na napenda sana hiyo sehemu by the way. Ama nimalize na hiyo mtumishi. Mtaniruhusu tafadhali soma. Ama nani atasoma, iko hapa. Page 237 of the document. And it is their document because iliundwa tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka wa 2015. 237 ndio hiyo. So, on Sunday, our participation in the Eucharist has a special importance. On Sunday, our participation in the Eucharist has a special importance. Sunday, like the Jewish Sabbath. Sunday, like the Jewish Sabbath, is meant to be a day which heals our relationship with God, with ourselves, with others, and with the world. Which day? Sunday. Which day is exalted? Sunday. But it is likened unto the Jewish Sabbath. Jewish Sabbath, not the Sabbath of the Lord, Jewish Sabbath. It has a special, what? Importance. It is meant to heal our relationship with God, with others, and the rest of the world. And that document is about climate change. So Sunday is one of the solutions to counter climate change. Amen? Dangerous. Mkitaka hiyo document iko, unaweza kutafuta kwa mtandao na bado wenye wako nazo unaweza kushare. Just read the whole document. Vitu zinapikwa, ziko jikoni. How prepared are you? Sisi tukileta injili, wewe unaona kuna muda bado. There's no time. Endelea na masomo. Lakini prepare even as you study your course. Prepare.
anytime, just be ready. Wakati kengele itakapolia hivi, ujue ya kwamba it is no longer safe, and therefore I need to take an action. Be ready, be on your guard, and may God bless us. Tunaimba wimbo gani?